Ndugu waandishi wa habari, karibuni katika ofisi za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe. Mko nami Mwalimu Yusuf Ali Rajab, katibu wa siasa, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe. Siku ya leo tumekuiteni ili tuongee na wanasongwe kupitia nyinyi, lakini ujumbe wetu uweze kuwafikia Watanzania kwa ujumla kufuatia hali ya siasa ya mkoa wetu kwa yale yaliyofanyika siku ya jana na ndugu zetu wa Chadema. Siku ya jana katika mkoa wetu wa Songwe, Chadema walifanya mikutano miwili. Mkutano wa kwanza waliufanya katika mji wa Mlowo, kwa maana wilaya ya Mbozi, jimbo la Mbozi, na mkutano wa pili wameufanya katika mji wa Tunduma, kwa maana jimbo la Tunduma. Na mimi nikiwa kama mwenezi wa mkoa nitajielekeza kujibu mikutano hiyo kwa levo ya mkoa, lakini nimeelekeza makatibu wenezi wote wa wilaya watakwenda kujibu hoja zile walizosema zinazohusu wilaya zao. Ndugu zangu, katika mkutano wangu wa siku ya leo nimesikiliza ile mikutano yote mwanzo mpaka mwisho. Nikisema nijibu kila mtu muda utakuwa mrefu, lakini mimi kwenye mkutano wangu wa leo nitadili na watu wawili tu peke yao kuwajibu. Mtu wa kwanza ambaye napenda kumjibu siku ya leo ni mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Songwe, ndugu Isakwisa Lupembe. Katika mkutano wa jana yeye alisema CCM ilijiweka madarakani na inatumia polisi vibaya, jeshi vibaya na usalama vibaya. Na aliendelea kusema CCM ni watu wabaya sana na ndio adui mkubwa wa nchi hii, wamemkamata Lissu na kumficha. Ndugu wanahabari, napenda kuwafahamisha wanasongwe kwamba hoja zilizotolewa na kiongozi huyu wa Chadema zinadai kuwa CCM imejiweka madarakani kwa kutumia vyombo vya dola na kudai kwake kuwa CCM tumemkamata na kumficha Tundu Lissu. Ilitakiwa anapotoa hoja hizi azitegemeze kwenye ushahidi na misingi ya utawala wa sheria badala ya hisia, propaganda za kisiasa na kuropoka. Nasema haya kwa sababu kwanza, mamlaka ya kusimamia na kutangaza matokeo ya uchaguzi yapo kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, sio kwa vyama vya siasa wala vyombo vya dola, wanaharakati na makundi ya kijamii. Kwa mujibu wa ibara ya 74 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 toleo la mwaka 2005 pamoja na marekebisho yake, imetaja uwepo wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi yenye jukumu la kusimamia uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Aidha, sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi namba 2 ya mwaka 2024 imebainisha kuwa tume ndiyo chombo chenye mamlaka ya kisheria ya kusimamia mchakato mzima wa uchaguzi nchini. Hata hivyo, ukisoma ibara ya 74 ibara ndogo ya 11 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inataja uhuru wa tume kwa kueleza, katika kutekeleza madaraka yake kwa mujibu wa masharti ya katiba hii, tume ya uchaguzi haitalazimika kufuata amri au maagizo ya mtu yeyote au idara yoyote ya serikali au maoni ya chama chochote cha siasa. Sasa namshangaa Isakwisa, mwenyekiti wa Chadema, kuja na madai yasiyo na ushahidi wa kisheria kusema kwamba CCM ilishinda ule uchaguzi kwa kupitia vyombo vya dola, akiwataja polisi, wanajeshi pamoja na usalama wa taifa, ilhali ibara ya 74 ibara ndogo ya 11 ya katiba inataja uhuru wa tume, na tume safari hii na miaka mingine imekuwa huru na ni chombo kisichoingiliwa. Kwa mantiki hiyo, katika utawala wa sheria, uhalali wa uchaguzi hauamuliwi na maoni ya wanasiasa, bali na taasisi iliyopewa mamlaka ya katiba. Jambo la pili, nataka nimweleze Isakwisa na wanachadema, uhalali wa rais
hutokana na katiba na matokeo rasmi. Kisheria, rais wa Tanzania hapatikani kwa maoni ya mitandaoni wala porojo za kisiasa, bali hupatikana kupitia uchaguzi uliofanyika kwa mujibu wa sheria, matokeo yaliyotangazwa na tume na kuapishwa kwa mujibu wa katiba. Ikiwa tume, ndugu wanahabari na Wanasongwe, ilitangaza matokeo baada ya vyama vyote 18 vilivyoshiriki uchaguzi kuridhia, basi kisheria matokeo yayo yanaendelea kuwa halali. Historia ya nchi yetu inaonyesha kuwa CCM imeendelea kushinda chaguzi mbalimbali kwa zaidi ya miongo kadhaa kutokana na ushindani wa kisiasa unaoshirikisha vyama vingi. Wananchi hupiga kura na uwepo wa taasisi za usimamizi wa uchaguzi. Kwa hiyo mtu yeyote mwenye madai ya matumizi mabaya ya vyombo vya dola anatakiwa kuwasilisha ushahidi wake mbele ya mamlaka husika badala ya kutoa tuhuma za jumla zisizo na uthibitisho. Niwaambie Wanasongwe, na sisi tutakuwa ni mashahidi, uchaguzi siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 katika mkoa wetu ulifanyika na Chadema walikataa kushiriki uchaguzi huo kwa kuamua kujitoa kijanja na kisanii kwa kukataa wao wenyewe kwa hiari yao kusaini sheria ya maadili ya vyama vya siasa, huku wakijua kuwa kanuni za maadili ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025 zinaeleza bayana kuwa suala la kusaini maadili sio la hiari, bali ni sharti la kisheria kwa washiriki wa uchaguzi. Kanuni inaeleza chama cha siasa ambacho hakitasaini kanuni hizi za maadili kitazuiliwa kushiriki katika uchaguzi. Kwa hiyo hoja ya kisheria hapa ni kwamba kusaini maadili lilikuwa ni takwa la kisheria, sio ombi la tume huru ya uchaguzi. Chama kisichosaini maadili kilikuwa kinajiondoa chenyewe katika sifa za kushiriki uchaguzi kwa mujibu wa kanuni zilizopo, na mgombea naye anatakiwa kuthibitisha kwa maandishi kuwa ataheshimu maadili hayo kabla ya uteuzi wake kukamilika. Kwa hiyo Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi haikuwa na mamlaka ya kupuuza masharti hayo kwa chama au mgombea fulani, kwa sababu kanuni hizo zinatumika kwa washiriki wote kwa usawa. Ndugu wanahabari na Wanasongwe, Tume ya Uchaguzi ilitoa mwaliko kwa vyama vyote vya siasa vitume wawakilishi wao Chadema kupitia katibu mkuu wao John Mnyika, lakini pia kupitia makamu mwenyekiti wao John Heche. Walieleza bayana kupitia akaunti zao za mitandao ya kijamii na hata walipohojiwa na waandishi wa habari kwamba wao hawataenda kusaini zile kanuni, ilhali wakijua usiposaini umejiondoa kwenye uchaguzi. Kwa hiyo wao walijitoa, vikabaki vyama 18 vikasaini, na vyama hivyo vilishiriki uchaguzi huo, na uchaguzi ulifanyika, na vyama vyote vilikiri na kukubali kwamba uchaguzi ulikuwa huru na ulikuwa wa haki. Sasa tunawauliza Chadema, pilipili wasioila inawawashia nini? Wao walikimbia uchaguzi kwa kigezo na hoja ya kipropaganda ya no reforms no election. Sasa leo vyama vilivyoshiriki vimekubali matokeo, wao wanapinga wakiwa kama nani? Lakini ndugu zangu, huyu Isakwisa amesema kwamba CCM au serikali imemkamata na kumficha Tundu Lissu. Hii ilikuwa ni hoja yake ya pili. Hii ni tuhuma nzito ambayo pia inahitaji ushahidi wa moja kwa moja kuuthibitisha. Tuambie Chadema na Wanasongwe, katika utawala wa sheria mtu hawezi kutiwa hatiani kwa msingi wa hisia, tetesi au dhana. Kanuni ya msingi ya haki inasema anayetoa tuhuma ndiye anayebeba wajibu wa kuthibitisha madai yake kwa ushahidi unaokubalika kisheria. Ndugu Wanasongwe, naomba niwahadithie kidogo. Kadhia hii iko kama ifuatavyo. Tundu Antipas Lissu alikamatwa tarehe 9 Aprili mwaka 2025 katika wilaya Mbinga, mkoa wa Ruvuma. Kamanda wa polisi wa mkoa huo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Marco Chilia, alieleza kuwa kukamatwa huko kwa Lissu kulitokana na tuhuma za kutoa maneno ya uchochezi yanayohusiana na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Alidaiwa kutoa kauli zenye viashiria vya kutaka kuzuia au kuvuruga uchaguzi. Kwa ufupi, kwa mujibu wa maelezo yaliyotolewa na polisi na baadaye hati za mashtaka, sababu zilizotajwa kukamatwa Lissu zilikuwa ni mbili kimsingi.
Ya kwanza ilikuwa ni uchochezi. Polisi walidai kuwa baadhi ya kauli zake kama nilivyosema zilikuwa ni za uchochezi, lakini ya pili ilikuwa ni uhaini. Waendesha mashtaka walidai kuwa matamshi yake ya kampeni ya no reforms, no election pamoja na maazimio ya vikao vyao vilivyorekodiwa, vilivyofanywa mbele ya watu, mbele ya waandishi wa habari, yalikuwa na harufu zote za uhaini. Sasa hapa, ndugu wanahabari, swali la uelewa, CCM inahusikaje na kukamatwa Lissu? Je, ni sisi CCM tulimtuma Lissu atoe zile kauli za uchochezi? Je, ni sisi CCM tulikuwepo kule Mbinga wakati Lissu anakamatwa? Tufahamu kwamba mamlaka ya kisheria haiingiliwi na mtu yeyote, sio chama cha kisiasa. Lakini pia tuelewe, hadhi ya kisiasa haikupi uhalali wa wewe kukiuka katiba na sheria za nchi kisha ukaendelea kuachiliwa. Kwa hiyo niseme tu, mwenyekiti huyu wa Chadema mkoa wa Songwe anayedai kwamba Tundu Lissu amefichwa wakati inajulikana gereza alilopo, mahakamani anapelekwa. Kwa hiyo mtaona ni kwa namna gani watu hawa wamepoteza mwelekeo. Ndugu wana Songwe, lakini pia anasema kwenye kauli yake kwamba CCM ni adui mkubwa wa nchi. Lakini kauli hii ukiitazama unaona haiendani na historia ya Tanzania, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kimeongoza juhudi za kudumisha amani, umoja wa kitaifa, utanuzi wa huduma za elimu, afya, miundombinu, umeme vijijini na maendeleo ya kiuchumi kwa vipindi mbalimbali. Kama taasisi nyingine yoyote ya kisiasa, chama chetu kinaweza kukosolewa pale panapohitajika, lakini kukiita ni adui wa taifa bila ushahidi ni kauli ya kisiasa isiyozingatia uchambuzi wa kisayansi. Nasema haya kwa sababu ni CCM kupitia serikali yake katika mkoa wetu wa Songwe, ndugu wanahabari, na mkawaeleze Watanzania na Wanasongwe wajue, katika sekta ya afya ndani ya miaka mitano katika mkoa wetu wa Songwe tumeona kuongezeka kwa upatikanaji wa dawa, vifaa tiba na vitendanishi katika vituo vya kutolea huduma za afya kutoka 69% mpaka kufikia 90%, na hili ni ongezeko la 21%. Lakini ndugu wanahabari, chama ambacho unasema ni adui wa Tanzania ndani ya miaka mitano imeanza kutoa huduma za afya katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Songwe. Hapo nyuma, wanahabari, mtakuwa ni mashahidi, wagonjwa wetu wa mkoa wetu walikuwa wakiumwa, ni lazima wakatibiwe katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya. Lakini ni kupitia serikali ya Chama cha Mapinduzi, ndani ya miaka mitano huduma za afya zimeanza kutolewa katika mkoa wetu wa Songwe kwenye hospitali ya rufaa. Lakini chama hiki ambacho Chadema wanataka kupandikiza chuki kwa Watanzania na Wanasongwe waamini kwamba ni adui wa Tanzania, ndani ya miaka mitano katika mkoa wetu wa Songwe kimeweza kuongeza hospitali za wilaya kutoka hospitali 2 zilizokuwepo mwaka 2020 mpaka kufikia hospitali 5. Maana yake ndani ya miaka mitano zimejengwa hospitali 3. Lakini kana kwamba haitoshi, ndugu wanahabari, ndani ya mkoa wetu wa Songwe tumeona zimeongezeka idadi ya zahanati, na hapa ukimsikia Heche pale Mloo alisema kwamba zahanati zilizojengwa, vituo vya afya vilivyojengwa, serikali ya CCM tuipe miaka 60 tena plus ndiyo ijenge idadi ile ya vituo. Kwanza alidanganya takwimu alizotoa kusema kwamba zahanati zilizopo katika jimbo wilaya ya Mbozi hazifiki 15 ni urongo, lakini kusema vituo vya afya viko 2 ni uongo. Lakini kwa sababu tunatoa takwimu za mkoa, ngoja niwaambie Wanasongwe, ndani ya miaka mitano zimeongezeka zahanati 59. Tulikuwa na zahanati 155, leo tuna zahanati 214 mkoa wa Songwe. Lakini angalia kwenye ishu ya vituo vya afya, vilikuwa 9, leo tunaongelea viko 32. Ndani ya miaka mitano Daktari Samia Suluhu Hassan amejenga vituo 23. Hii inapingana
na ile dhana ya John Heche kwamba tuwape miaka mingine. Angalia, ndani ya miaka mitano vituo 23, wakati kabla ya hapo vilikuwepo vituo 9 peke yake. Maana yake tunaweza kufanya zaidi. Lakini kadhalika, nenda kwenye sekta ya elimu kaangalie, nenda kwenye miundombinu, nenda kwenye barabara, yote haya utayaona. Kwa hiyo isakisa nimalize kwa kumwambia, kwa muktadha wa mkoa wetu wa Songwe, ni dhahiri kuwa wananchi na taasisi mbalimbali za mkoa wetu wameendelea kunufaika na miradi ya maendeleo, huduma za kijamii na fursa za kiuchumi zinazotekelezwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi bila kuzingatia itikadi za kisiasa za wananchi. Hivyo mjadala wa kisiasa unapaswa kujengwa juu ya hoja, takwimu na ushahidi badala ya lugha za chuki, tuhuma na hisia. Ndugu zangu wanahabari na Wanasongwe, huyu alikuwa ni mwenyekiti wa Chadema na hiyo ilikuwa ni hoja yake, na tunaona kwamba chama ambacho anataka kukionyesha kwenye jamii kuwa ni adui ndiyo chama ambacho ndani ya miaka mitano kimejenga madarasa ya kutosha katika mkoa wa Songwe, na eneo alilokuwa anazungumzia pana shule za ghorofa. Tulizoea kuona shule hizo Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na maeneo mengine, lakini sasa tunaziona ndani ya mkoa wetu wa Songwe. Ndugu wanahabari, tukiachana na huyu mwenyekiti, mtu mwingine ambaye tunaona ni sawa kumjibu kwa muktadha wetu wa mkoa ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche. Huyu bwana ni mwalimu na mimi pia ni mwalimu. Tofauti yangu mimi na yeye ni mwalimu, lakini mimi ni mwalimu, mwanasheria, mwanadiplomasia, lakini pia ni mwanasiasa kwa kusoma fani zote hizo. Sasa leo kwenye mjadala wetu huu na majibu yetu haya, kwa sababu alikuwa anaongea kiualimu, kwa hiyo leo pia tutampeleka darasani ndugu Heche katika kubainisha uongo wake, utapeli wake na ulaghai wake wa kisiasa. Ndugu wanahabari na Wanasongwe, ndugu Heche alipokuwa Mlowo jana alisema Tanzania ina dhahabu, gesi, bandari, mbuga za wanyama, madini na mambo mengine mbalimbali, lakini wananchi bado ni maskini. Nadhani wanahabari mlisikia hilo na wananchi pia walisikia. Hoja hii ndugu zangu ina sehemu mbili. Kwanza, hoja ya kusema Tanzania ina rasilimali nyingi, hii ni kweli, hatukatai. Lakini hoja ya pili, rasilimali hizo hazijawanufaisha wananchi. Hili ni jambo linalohitaji kupimwa kwa data na takwimu, sio kwa hisia na miemko. Napenda kutumia nafasi hii kumpa elimu Mwalimu John Heche pamoja na wanachadema wengine na Watanzania kwa ujumla, wakiwepo Wanasongwe, kwamba utajiri wa rasilimali sio sawa na utajiri wa mwananchi mmoja mmoja. Utajiri wa rasilimali sio sawa na utajiri wa mwananchi mmoja mmoja. Katika uchumi wa maendeleo, rasilimali za asili hazileti ustawi moja kwa moja. Kinachopimwa ni mapato ya serikali, uwekezaji katika miundombinu, huduma za afya, elimu, maji, umeme, ajira na ukuaji wa uchumi. Sasa haya mambo Heche hawezi kuyajua kama alikuwa anakuwa wa mwisho darasani. Lakini pia sekta ya madini, manake kataja kuna madini mengi lakini hayawanufaishi wa Tanzania. Sekta ya madini tunataka kumwambia Heche imeongeza mchango wake katika uchumi chini ya serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa mchango wa sekta ya madini katika pato la taifa GDP umeongezeka kutoka 7.2 mwaka 2021 hadi kufikia 10.1 mwaka 2024 na kufikia lengo la taifa mwaka mmoja kabla ya muda uliopangwa. Aidha, mapato ya serikali kutoka sekta ya madini
yaliongezeka kutoka takriban shilingi bilioni 623 mwaka 2021/2022 hadi zaidi ya shilingi bilioni 753 mwaka 2023/2024. Hii inaonyesha kuwa rasilimali za madini yaliyozitaja zimeanza kuingiza fedha nyingi zaidi serikalini kuliko ilivyokuwa hapo awali. Lakini nukta ya tatu kwenye mjadala huu, bajeti ya serikali imeongezeka kwa kiwango kikubwa. Tunaona maana yake, tunataka kuonesha bajeti inavyokuwa ndogo, maana yake pia huduma kwa wananchi zinafikishwa kwa uwanda mdogo. Kuongezeka kwa bajeti maana yake serikali inatanua pia matumizi ya kuwafikia wananchi. Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anapokea nchi, bajeti ilikuwa trilioni 36.23, lakini leo tunaongelea bajeti imefikia trilioni 57. Yote hii ni kuonesha wapi tumetoka, wapi tunaenda. Na niwaambie Wanasongwe, kwa mara ya kwanza, na ndio maana tunaona kelele zimekuwa nyingi, mwaka jana tangu Tanzania iungwe kwenye uchaguzi wa mwaka jana, serikali yetu imelipia gharama za uchaguzi kwa 100% pasi na kupokea fedha yoyote kutoka kwa wafadhili. Jambo hili linawafanya baadhi ya watu wasituelewe, baadhi ya watu watuone kwamba mambo hayajakaa sawa. Kwa hiyo jambo hili linatutoa katika msingi ule ambao baadaye watu wanapandikiza chuki ili tuonekane kwamba Tanzania hatufai. Lakini kwa mara ya kwanza bajeti ya uchaguzi ya 100% tumepata sisi wenyewe mapato yetu ya ndani. Lakini pia angalia bajeti ya nchi, kadiri siku zinavyozidi kwenda ndivyo ambavyo fedha za wafadhili na mikopo inapungua kwenye bajeti yetu ya nchi. Kwa hiyo rasilimali zetu kupitia hizo, lengo la serikali yetu tujigharamie bajeti yetu ya nchi kwa 100% pasi na kupokea misaada kutoka kwa wafadhili. Hii na haya ni manufaa ya rasilimali ambazo zinapata kutoka katika vyanzo vya mapato yetu. Lakini pia fedha za rasilimali zimeonekana kwenye miradi halisi. Tunavyozungumzia hii miradi kiuchumi, serikali haiwezi kupeleka fedha ikagawa ikampa kila Mtanzania shilingi 10,000, bali fedha zinazopatikana katika rasilimali zetu zinakwenda kusaidia kutatua changamoto za wananchi. Kwa hiyo fedha za rasilimali zimeonekana kwenye miradi halisi. Ndiyo maana utaona ndani ya kipindi hiki tumeona reli ya kisasa SGR, uboreshaji wa bandari, barabara na madaraja, miradi ya maji, hospitali za wilaya na mikoa, shule na vyuo, umeme vijijini na kadhalika. Lakini pia tumeona faida ya hizo rasilimali. Kila mwezi serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeweka ruzuku kwenye mafuta shilingi bilioni 100 kila mwezi. Hii ina faida kubwa sana. Bidhaa zinapokwenda kununuliwa na wafanyabiashara, mafuta yakiwa juu, maana yake bidhaa itasafirishwa kwa ghali na itafika kwa mtumiaji ambaye ni mwananchi wa kawaida, itauzwa kwa bei ya juu. Kwa hiyo Daktari Samia Suluhu Hassan zaidi ya miaka 3 mfululizo ameweka ruzuku kwenye mafuta. Kila mwezi serikali inatoa bilioni 100. Hii imepelekea bei ya mfumuko wa bei kuwa stable, na hizo ni takwimu za mashirika yanayoaminika. Lakini sio hivyo tu peke yake, bali huduma kwa wananchi zimekuwa zikipatikana kwa urahisi. Ya msingi pengine Heche angejenga mapato ya rasilimali hayaendi moja kwa moja mfukoni kwa kila mwananchi. Hii ndiyo hoja ya msingi, na hilo tunajua haiwezekani. Sehemu kubwa huwekezwa kwanza katika miundombinu na huduma za umma. Kwa hiyo hii ndiyo hoja ya msingi hapa. Kwa hiyo mapato ya rasilimali hayaendi moja kwa moja kwenye mifuko kwa kila mwananchi, lakini sehemu kubwa huwekezwa kwanza katika miundombinu ya huduma za umma. Ndio maana tunaona leo elimu bila ada kuanzia darasa la kwanza chekechea mpaka kidato cha 6. Lakini mpango, ukisoma ilani yetu, tunakwenda ndani ya miaka 5 kutoa chakula bure mashuleni.
Yote hii ni rasilimali tunazozipata za nchi yetu, baada ya kufanikisha tunazihaulisha katika kuwatumikia wananchi, lakini pia uchumi wa nchi yetu umekuwa, na yote hii ni rasilimali. Lakini tuseme na hapa tuwaambie wenzetu ambao wameona watumie jukwaa lile kukinanga Chama cha Mapinduzi, changamoto za umaskini bado zipo, lakini sio ushahidi kwamba rasilimali hazijawanufaisha wananchi. Kitaaluma, nimwambie Mwalimu Heche, kuna tofauti kati ya kupunguza umaskini na kuondoa umaskini kabisa. Nchi yenye watu zaidi ya milioni 60 haiwezi kuondoa umaskini wote ndani ya miaka michache. Ukiona shule zinaongezeka, hospitali zinaongezeka, vituo vya afya vinaongezeka, zahanati zinaongezeka, upatikanaji wa maji unaongezeka, upatikanaji wa umeme unaongezeka, miundo mbinu inaboreshwa na kuongezeka, mapato ya serikali yanaongezeka, basi kuna ushahidi kwamba sehemu ya rasilimali za taifa inarudi kwa wananchi kupitia huduma za umma. Ni kweli Tanzania imebarikiwa kuwa na dhahabu, gesi, bandari, mbuga za wanyama na madini mengi. Hata hivyo, kipimo cha kisomi sio kama bado kuna umaskini, bali ni kama rasilimali hizo zimeongeza mapato ya taifa na kuboresha huduma za wananchi. Kwa hiyo ukiona zimeongeza hayo, jua kwamba zinawanufaisha Watanzania. Ndugu wanahabari na Wanasongwe, Heche pia anasema, kazungumzia kuhusu katiba mpya kwamba Mheshimiwa Rais aliahidi ndani ya siku 100 ataleta katiba mpya, na hili pia ni jambo la uongo. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati wa kampeni zake yeye alisema, Dr. Samia ndani ya siku 100 ataanzisha mchakato wa katiba mpya ikiwemo. Haya ni maneno ya Daktari Samia, nendeni mkafuatilie hotuba zake. Akasema ndani ya siku 100 ataanzisha mchakato wa katiba mpya ikiwemo kuendelea na mashauriano, kuunda utaratibu wa maridhiano na kuandaa mazingira ya kuanza mchakato huo. Hakusema kuwa katiba mpya itakamilika au kupatikana ndani ya siku 100. Kwa hiyo lazima tufahamu, mtu anapojenga hoja anapaswa kutofautisha kuanza mchakato na kukamilisha mchakato. Ndugu zangu, tunavyozungumzia mchakato wa katiba mpya, sio tukio, ni safari. Kwa mujibu wa uzoefu wa Tanzania na nchi nyingine, uandishi wa katiba mpya ni mchakato mrefu unaohusisha mashauriano ya wadau, vyama vya siasa, asasi za kiraia, viongozi wa dini, wataalamu wa sheria, tume au vyombo maalum, majadiliano ya kitaifa na kura ya maoni. Mchakato wa kwanza wa katiba mpya Tanzania, niwakumbushe, ulianza mwaka 2011 hadi kufikia 2014 ulikuwa bado haujakamilika kwa kura ya maoni. Na tuwakumbushe Watanzania, wale watu wasiofahamu, hii ndiyo rasimu ya katiba mpya ya mwaka 2014. Tuliingia kwenye mchakato, Watanzania wakatoa maoni yao. Baada ya kutoa maoni yao, ikaingia bungeni, michakato ikaanza, mwisho rasimu ipigiwe kura ili iwe katiba. Ndugu zetu waliojiita Ukawa wakiwemo Chadema wakakimbia, wakakatisha ule mchakato. Sasa nani wa kulaumiwa? Lakini mchakato ulianza mwaka 2011 ukaenda mpaka mwaka 2014 na haukumalizika. Kwa hiyo haiwezekani kupima mafanikio ya ahadi ya katiba mpya kwa kuhesabu siku 100 pekee, kana kwamba ni mradi wa kujenga daraja au barabara. Niwaambie Wanasongwe, serikali ya CCM tayari ilianza hatua za maandalizi kabla ya kampeni. Tangu mwaka 2021 serikali ya Dr. Samia tumeona imefanya hatua kadhaa ambazo zinatajwa kuwa ni sehemu ya kuweka mazingira ya mchakato huo. Kwanza, ile kampeni yake ya Fuara, lakini kuondoa zuio la mikutano ya kisiasa, kuunda kikosi kazi cha demokrasia, kupokea na kuchambua maoni ya wadau wa siasa na kufanyia kazi baadhi ya mapendekezo ya kikosi kazi hicho. Kwa hiyo mtu anaweza kusema mchakato wa katiba mpya haukuanza kutoka sifuri mwaka 2025. Kulikuwa tayari na hatua za maandalizi
zilikokuwa zimeanza tangu mwaka 2025. Lakini pia ndugu zangu, ni vema tukafahamu kwamba ajenda ya katiba mpya ni ajenda ya Chama cha Mapinduzi. Sisi kwenye ilani yetu, ambao huu ni mkataba baina yetu na wananchi, tulipita tukanadi kwa Watanzania, kwa sababu ilani ni mkataba baina ya chama cha siasa na wananchi, kwamba mkituchagua tegemeeni tunaenda kufanya 1, 2, 3. Hatuanzishi mchakato wa katiba mpya, bali tunahuisha mchakato wa katiba mpya, kwa sababu tayari ulikuwa umeanza. Kwa hiyo ukisoma ibara ya 47 ibara ya Kilumi ya pili inasema, CCM inaamini kuwa misingi imara ya utawala bora, demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria ni muhimu katika kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na amani na utulivu. Katika kipindi cha utekelezaji wa ilani hii, chama kitaielekeza serikali kuendelea kuimarisha demokrasia na utawala wa sheria kwa kuhuisha na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Hii ni ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2025 2030. Kwa hiyo mchakato wa katiba mpya ni mchakato sio mgeni. Hii ni ajenda ya ndani ya chama na iko kwenye ilani na tulipita kuahidi wa Tanzania. Kwa hiyo tunakwenda kuitekeleza ndani ya miaka 5. Kwa hiyo Chadema watafute hoja ya msingi, si hii ya katiba, kwa sababu issue ya katiba ni jambo linalohusiana na chama chetu na liko ndani ya chama chetu. Ndugu zangu wanahabari na wanasongo, lakini pia John Heche alitaja kwamba ni kiongozi wetu wa chama, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mbeya, ndugu Patrick Mwalunenge alimtaja pale Mlowo akiwadanganya bodaboda kwamba bwana huyu amesema kwamba nyinyi mtozo shilingi 1,000. Lengo ni kupandikiza chuki. Ndiyo maana nikasema huyu anasema yeye ni mwalimu. Leo tunaingizana darasani. Moja ya ethics za ualimu ni kuto kudanganya, kuto kuwafundisha uongo watoto. Ndugu zangu, ndugu Patrick Mwalunenge ambaye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya na pia ni mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, wakati anachangia bungeni hakusema kila bodaboda atozwe shilingi 1,000. Na hapa ndipo utajua uongo wa hawa jamaa. Kama wanadanganya kwenye jambo hili dogo, vipi mambo makubwa wanayoyasema tuweze kuamini? Mimi nitawanukulia maneno ambayo Mwalunenge alisema. Ndugu wanahabari, Mwalunenge alisema akiwa bungeni, bodaboda, bajaji na machinga, wale watu sio masikini kama tunavyowafikiria sisi. Wale watu ni matajiri na wameshika uchumi wetu. Kwa mfano, pale Mbeya mjini, bodaboda na machinga peke yao wako kama 10,000. Wale watu tukiwajengea uwezo mzuri, wakawa wanajichangia wenyewe. Angalieni kauli ya Mwalunenge, wakawa wanajichangia wenyewe shilingi 1,000 kwa siku, maana yake unaongelea shilingi milioni 10 kwa siku. Hii fedha ukiipiga mara mwezi, mara mwaka, ni pesa nyingi. Akaendelea kusema Mwalunenge, pale Mbeya mjini ninao machinga 317,000 kwa ujumla. Tumezungumza nao tayari kwamba ukichangia shilingi 1,000 unaongelea shilingi milioni 317. Yaani wale machinga wakichangia kila mmoja 1,000 wanaongelea milioni 317 kwa siku. Kwa mwezi, anasema Mwalunenge, unaongelea bilioni 9. Kwa mwaka ni zaidi ya bilioni 114 na ziko kwa wale machinga. Angalia hoja ya Mwalunenge, akasema sisi kama serikali kupitia wizara yako ya fedha, alikuwa anawasilisha mchango kwenye wizara ya fedha, kupitia wizara yako ya fedha, hembu tuyarasimishe yale makundi yawe rasmi. Hii ni hoja ya msingi. Mzalendo yeyote alikuwa apongeze ile. Alafu akasema tutengeneze mifumo kwa nchi nzima, wale watu sio maskini. Angalia, anasema Mwalunenge,
wanaweza kujikusanyia fedha zao wenyewe, wakajikopesha wenyewe, wakajikatia bima za afya wenyewe. Sisi ni kuwatengenezea mazingira mazuri tu kama serikali. Tukiwawezesha, si wanaweza kujenga barabara zetu wao wenyewe, wakanunua mitambo, wakasajili kampuni, wanamwajiri hata Mchina aje ajenge barabara hapa. Hoja iko wapi ya kuchangishwa bodaboda 1000? Alichosema serikali, tuwajengee uwezo bodaboda, tuwatambue kama kazi iliyorasimishwa, ili wakitambuliwa wanaweza kujikusanyia fedha wenyewe, wakakopeshana, wakasaidiana, wakafungua makampuni yao, wakaomba tenda za kujenga barabara na mfano wa vitu kama hivyo. Lakini anakuja Heche anazungumza maneno ya uongo kabisa kwamba amesema bodaboda wachangishwe shilingi 1000. Sasa mtu mwenye mtazamo kama huu, ambaye hataki bodaboda siku moja kwenye nchi yetu waweze kuwaita Wachina waweze kuwaajiri watengeneze barabara, ikiwa bodaboda ndio waliopewa tenda ya ile barabara, mtu huyo anasema aaminiwe kupewa dhamana ya nchi hii. Huu ni mtihani, na laiti kama tukifanya basi tujue tutaweza kupotea. Ndugu zangu, Heche baada ya kutaja historia ndefu pale Tunduma, akasema kumsema Daktari Samia kwamba huyu mama anaipeleka nchi kule Zimbabwe ilipokuwa. Tusiposhtuka tumekwisha. Kwanza hakuchaguliwa, hata mbunge wa hapa Tunduma hakuna aliyemchagua. Polisi na jeshi wakaua watu, na nyinyi polisi, kama kuna mtu aliyenyanyua bunduki kuua watu, amelawaniwa na kizazi chake chote. Sasa hii hoja tayari tumeijibu. Uchaguzi ulifanyika, tulikuwepo katika mkoa wa Songwe. Vurugu zilianza saa 6 mchana na zilianza maeneo ya mijini. Baadaye, baada ya kuona kwamba watu wanaendelea kupiga kura, majira ya saa 7 saa 8 ndio watu wakavamia vituo vya kupigia kura. Watu walikuwa tayari wameshapiga kura. Mloo zilianza saa 8 mchana, Vwawa zimeanza usiku. Maana yake watu wamepiga kura, na sisi kwenye kampeni zetu tulihamasisha watu watoke mapema kwenda kupiga kura. Mpaka saa 6 watu karibia wote wanachama wa CCM, wapenzi na wakereketwa, walikuwa tayari wameshapiga kura. Ndugu zangu, tayari tumeeleza hilo. Kwa hiyo Daktari Samia alichaguliwa na wabunge wetu walichaguliwa, na mamlaka zilizopewa hadhi hiyo kisheria ziliwatangaza. Ama kutumia comparative politics, siasa linganishi baina ya Tanzania na Zimbabwe, muda hautoshi, lakini hapa pia ilikuwa kuna haja ya kumpa shule ndugu Heche. Ndugu zangu wana Songwe na wanahabari kwa ujumla, ndugu Heche katika madai yake mengine anasema analishtumu jeshi la polisi. Anasema lilishiriki kuua watu tarehe 29 na akawatolea maneno ya laana. Naomba niseme kwa msisitizo katika nukta hii, Heche na Chadema msitutoe kwenye mstari. Tunajua na tumesoma darasani katika utafiti wa kisayansi, sera za umma, sayansi ya siasa, usimamizi na taaluma nyingine, mchakato wa kubaini tatizo kufikia hitimisho, maana conclusion, hufuata hatua za kimfumo zinazojulikana kama scientific methods au problem solving process. Haya wasomi wanajua, na yeye Heche kwa sababu ni mwalimu, kwa vyovyote atakuwa anajua. Kwa nini wanakimbilia kwenye suluhisho la kusema polisi walifanya kadhaa? Tatizo lilitokea na serikali imetoa tamko, na hakuna mtu anayefurahia watu kuuawa. Kuna watu wamekufa, ndugu zetu, tunajua, lakini ni lazima tujue kiini, chanzo kilikuwa ni nini. Kwa hiyo kwenye misingi ya scientific method au problem solving problem, kuna hatua kuu za kufuata. Jambo la kwanza, tatizo likitokea, na ndio serikali inafanya hivyo, tunaanza na problem identification, utambuzi wa tatizo. Lakini tukitoka kwenye hatua hiyo, tunakwenda kwenye problem definition,
ufafanuzi wa tatizo. Tukishalitambua tunalifafanua tatizo. Tukitoka hapo tunaenda kwenye literature review, mapitio ya maarifa yaliyopo. Je, kuchunguza tafiti, nyaraka, sera, historia na uzoefu uliopo. Tukitoka hapo, hatua ya 4 tunaenda kwenye research questions or hypothesis, tunaita uundaji wa maswali ya utafiti au dhana. Hatua ya 5 tunaingia kwenye data collection, ukusanyaji wa data. Hapa tutafanya mahojiano, kuwa na dodoso, mahojiano ya vikundi, uchunguzi wa moja kwa moja na nyaraka za serikali. Lakini hatua ya 6 kunaitwa data analysis, uchambuzi wa takwimu, kutumia mbinu ya takwimu au uchambuzi wa maudhui. Lakini hatua ya 7 tunaenda kwenye root cause analysis, uchambuzi wa chanzo halisi. Watu wameuawa, chanzo halisi ni nini? Na hapa mara nyingi kwenye hizi tafiti za kisayansi huwa zinatumika mbinu kadhaa, ikiwemo hilo 5 whys technical, fishbone diagram, Pareto analysis, SWOT analysis, pestle analysis. Lakini mchakato wa 8 ni evaluation of alternatives, tathmini ya mbadala. Tukitoka hapo tunaenda kwenye hatua ya 9 ambayo ni findings, utoaji wa matokeo, na 10 tunaenda kwenye hitimisho, conclusion, na mwisho recommendations, kwa maana mapendekezo. Kwa hiyo hapa tunachosema, Chadema midhali Mheshimiwa Rais ameshaunda tume ya kufuatilia na kuangalia yaliyotokea tarehe 29, tume jinai. Tuiachie, itapita kwenye hizi procedure. Procedure huwa haidanganyi. Kuanza kutafuta political sympathy, kutafuta huruma ya kisiasa, sio wakati wake. Kila Mtanzania mzalendo wa taifa hili anataka kujua nini kilitokea tarehe 29, chanzo kilikuwa nini, nani alisababisha, nani walifanya, kulikuwa na nani nyuma yake, kwa nini imetokea vile, kwa sababu ule si utamaduni wa Kitanzania. Kwa hiyo wachunguzi watakuja na majibu. Kwa hiyo tuwe na subira, kwa sababu usiku wa deni haukawii kukucha. Ndugu wanahabari, nikiwa naelekea mwishoni, ndugu Heche ametaja pia kuhusu trilioni 1 ya safari za viongozi. Mmeisikia sana, ametaja Mloo, kataja Tunduma na maeneo mengine mbalimbali, kwamba serikali imetenga trilioni 1 kwa ajili ya safari za viongozi, serikali hii ya Chama cha Mapinduzi. Na mimi nimwambie Heche, vitu vingine ni aibu kuvisikia kutoka kwa mtu kama yeye, kwa sababu katika usimamizi wa fedha za umma kipimo muhimu sio ukubwa wa matumizi pekee, bali thamani na manufaa yanayopatikana kutokana na matumizi hayo. Tunaita value for money. Hivyo mjadala unapaswa kujikita katika ufanisi, uwajibikaji na matokeo ya matumizi ya fedha hizo za safari za viongozi kwa maendeleo ya wananchi. Nataka nimwambie Heche na Chadema wenzake kwamba sio kila fedha inayotengwa kwenye kipengele cha safari ni matumizi ya anasa au starehe za viongozi. Katika mfumo wa serikali, safari nyingi ni za kikazi na zinahusisha usimamizi wa miradi, ukaguzi wa matumizi ya fedha za umma, mikutano ya kikanda na kimataifa, kuvutia uwekezaji, diplomasia ya uchumi, pamoja na utaratibu wa shughuli za serikali. Bila safari hizo, baadhi ya huduma na miradi ya maendeleo isingeweza kusimamiwa kwa ufanisi. Hii ni mosi. Lakini pili, bajeti ya serikali haifanyi kazi kwa mantiki ya kwamba fedha zote za safari zinaweza kuhamishiwa moja kwa moja kwenye miradi ya maendeleo. Bajeti huandaliwa kwa kuzingatia mahitaji ya kila sekta na majukumu ya taasisi husika. Hivyo swala la msingi hapa sio kuwepo kwa fedha iliyotengwa kwa ajili ya safari pekee, bali ni kuhakikisha safari hizo zina tija na zinatoa matokeo yanayolingana na gharama zilizotumika. Na chama chetu kiliwaahidi Watanzania wakati wa kampeni kwamba kitaisimamia serikali kuhakikisha hayo yanafanyika. Ndugu zangu, jambo la 3, historia inaonyesha kuwa baadhi ya safari za viongozi zimechangia kupatikana kwa mikataba ya uwekezaji, misaada, mikopo nafuu, ushirikiano wa kiuchumi na fursa za biashara
ambazo zimeingiza fedha nyingi zaidi kuliko gharama zilizotumika katika safari hizo. Kwa hiyo tathmini ya matumizi hayo inapaswa kuangalia faida na matokeo yatakayopatikana, sio kiasi cha fedha pekee kilichotengwa. Kwa hiyo Heche ni lazima aweze kujua hilo. Fedha zinakwenda, viongozi wanakwenda kutafuta misaada, wanakwenda kutafuta mikopo na kadhalika, wanakwenda kudumisha mambo ya diplomasia. Kwa hiyo faida inarudi nchini. Kwa hiyo trilioni 1 iliyotengwa inaweza kutuingizia zaidi ya trilioni 5 kama nchi. Ndugu zangu, pamoja na mambo mengine, ndugu zetu walijenga hoja ya kwamba matatizo ya nchi hii yamesababishwa na Chama cha Mapinduzi, lakini ukiangalia kama nilivyojibu katika jibu langu la msingi, Chama cha Mapinduzi ambacho wao wanasema ndicho kilichosababisha matatizo haya, ndiyo iliyoingiza ruzuku kwenye mbolea. Sisi mkoa wetu ni wakulima. Kabla ya Mama Samia kuweka ruzuku kwenye mbolea, bei ya mbolea mfuko mmoja ulikuwa unauzwa shilingi 1,70,000 mpaka 1,80,000. Daktari Samia Suluhu Hassan kaweka ruzuku kwenye mbolea. Angalia, kwa sasa tunanunua mfuko haufiki shilingi 80,000, ingawa Heche ametaja mfuko wa mbolea 100,000. Si bei ya nchi gani hii? Labda ni bei ya Kenya na maeneo mengine, lakini Tanzania na kwetu Songwe pesa ya ruzuku imewekwa na bei ya mbolea haizidi shilingi 100,000. Kwa hiyo hii ni ruzuku, tumenufaika. Lakini pamoja na ruzuku hiyo, katika mkoa wetu wa Songwe hali imekuwa nzuri. Kupitia ruzuku hiyo mambo yameongezeka, kwa sababu ukiangalia wakulima baada ya kuboresha mazao yao, tumeona mazao ya chakula yameongezeka. Takwimu zinaonyesha mkoa wetu wa Songwe, wanahabari, ili chakula kikidhi wananchi wake tunahitaji tani 500,000 peke yake, lakini leo mkoa wetu umefikia hatua ya kuzalisha tani 1,607,956 za chakula. Imeongezeka, na hili ni ongezeko la chakula kilichokuwa kinazalishwa nyuma ambacho ni tani 1,424,070,730. Kwa hiyo ni ongezeko la takriban tani 183,226. Pia hata mazao ya biashara tani zimeongezeka. Mbolea inakuja, inapatikana kwa wakati. Tatizo lililopo kwenye nchi yetu ni uzalendo. Wafanyabiashara baadhi yao ambao sio wazalendo wanaaminiwa, wengine wanaficha mbolea, wengine wanafanya kadha, na tumeona serikali yetu namna inavyochukua hatua. Lakini niseme mbolea imekuwa ikipatikana kwa wakati na mazao ya chakula na biashara yameongezeka katika mkoa wetu wa Songwe. Lakini niwaambie wakati namalizia, pale Tunduma tumesaini mradi wa maji wa bilioni 119, mradi ambao unakwenda kutoa suluhisho ya maji katika mji wa Tunduma, lakini Vwawa pamoja na Mlowo. Lakini bado tumeona ndani ya miaka 5 idadi ya visima vingi vilivyojengwa, zaidi ya visima 90 vimechimbwa, na mfano wa mambo kama hayo. Kwa hiyo ndugu zangu, nipende tu kuwaambia na nimalize mjadala wangu kwa kuwaambia ile hoja ya Heche ambayo anasema serikali imeamua kutoa ushuru na sasa imeweka 1%, kila utakachouza unakatwa 1%. Nimwambie tu kwamba nchi yoyote duniani, iwe inaongozwa na chama gani, bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali, na mifumo mingi ya nchi duniani, nchi nyingi duniani zimekuwa zikibadili mifumo yao ya kiuchumi. Kwa hiyo ukiangalia swala hili utaona, mathalan ukienda kuangalia mfano nchi ya Kenya, ukienda kuangalia nchi ya Uganda, ukiangalia nchi ya Brazili, ukiangalia India, ukiangalia Argentina, Mexico, ni nchi ambazo zimetumia, yani zinakata 1% kwenye bidhaa
ambayo wananchi wanakwenda kuiuza. Lakini pia Heche anatakiwa afahamu, sio kodi zote duniani hukokotolewa kutokana na faida pekee. Maanake yeye anasema wanamkata mteja bidhaa kabla hajauza. Kwa hiyo sio kodi zote duniani hukokotolewa kutokana na faida pekee. Zipo kodi zinazotozwa kutokana na mauzo, tunaita turnover taxes, miamala transaction taxes, au mapato ghafi gross receipts, kwa sababu ni rahisi kukusanya, hupunguza ukwepaji wa kodi na huongeza ufanisi wa ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kwa hiyo kutozwa kodi kabla ya kuhesabu faida si jambo la kipekee kwa Tanzania. Lakini pia hoja ya kwamba kodi inatozwa kwenye mtaji na faida, maana anasema lazima iwe mtaji na faida kwa pamoja, ni hoja inaweza kujadiliwa kisera, lakini si sahihi kusema kuwa ni wizi kama yeye alivyosema. Katika uchumi wa kisasa, serikali hutafuta uwiano kati ya kuongezeka kwa mapato ya umma na kuhakikisha shughuli za uzalishaji zinaendelea kukua. Ndio maana viwango vya kodi huwekwa kwa kiwango kidogo ili visilemeze shughuli za kiuchumi. Mapato yanayokusanywa kupitia kodi ndiyo yanayowezesha serikali kugharamia huduma ambazo wakulima nao wananufaika nazo, zikiwemo barabara za vijijini, masoko, huduma za ugani, umeme vijijini, afya, elimu na miundombinu ya usafirishaji na mazao. Bila mapato ya kodi, huduma hizi zisingeweza kutolewa kwa kiwango kinachotakiwa. Mataifa mengi duniani, kama nilivyosema, hutumia kodi za mauzo, miamala au makato ya awali ili kupunguza ukwepaji kodi na kuongeza uwazi wa mapato. Endapo kuna changamoto katika utekelezaji wake, suluhisho ni kuboresha sera na viwango vya kodi, si kuhitimisha moja kwa moja kwamba ni wizi. Ukiangalia nchi ya Brazil, nimesema, ukiangalia India, Argentina, Mexico, Kenya na Uganda pia zimetumia mifumo ya makato ya awali, withholding taxes, katika baadhi ya shughuli za biashara na kilimo. Kwa hiyo hii sio hoja ngeni kwa Tanzania, na sisi tuna advance. Nimeeleza mwanzo wa press yangu, lengo la serikali ifikie muda bajeti ya nchi tujitegemee. Kwa hiyo tunakwenda kidogo kidogo, lakini mambo haya sio mageni. Tunahitaji kumove kutoka hapa tulipo twende sehemu nyingine. Kwa hiyo ndugu wanahabari, nilipenda nijibu haya katika yale ambayo ndugu zetu waliyasema. Kama kuna jambo nitakuwa nimeliacha na nyinyi mlisikia, basi mnaweza mkaliuliza, nitalijibu kupitia maswali. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mabena Petrol Station iliyopo Chimbuye ya kwanza, barabara ya Tunduma Mbeya, inawakaribisha wateja wake wote wenye vyombo vya moto kupata nishati safi ya mafuta yenye viwango bora na ujazo sahihi kwa matumizi ya chombo chako. Tunatoa huduma masaa 24. Tunapatikana Chimbuye ya kwanza ukitoka Tunduma na Chimbuye ya pili ukitoka Mbeya. Pia tunawakaribisha kwenye vituo vyetu vilivyopo Njombe mjini, Makambako mjini, Songea mjini, Masasi, Nyamwage na Kibaha Miembe Saba. Ili kupata maelezo tupigie simu namba 0796 332 522 na 0747 630 476. Mabena Petrol Station, tunajali chombo chako. Nyote mnakaribishwa. Yamaji aji na chidi benzi azaji aji kuwa getu akombeji niji chipolo.